Elia Mpanzu alitengeneza bao bora kwa kutokea kwenye ligi yetu kwa Clatous Chama. Jana tena Elia Mpanzu anakwenda kutoa alama 3 muhimu mbele ya Simba kupitia nani? Clatous Chama. Kwa kuna nyakati lazima tuinue mikono juu, tu appreciate watu wanachokifanya. Hivyo Mavala leo uambiwe Simba ni timu ya kawaida kweli? Itakuwa ushabikiwa. Ile goli imeenda mpaka CNN dunia hiyo. Dunia hiyo. Sawa Dosa. Tuamie kwa upande wa pili wa timu yako sasa Young Africans. Jana mlikuwa mna mchezo dhidi ya KMC bao 1-0, bao la Starboy Alan Okello likahusika pale. Lakini watu kidogo hawajashangilia ushindi ule mwembamba. Breaking news. Kocha Pedro Gonçalves Sakdi akatimliwa na Young Africans. Mmoja kati ya watu ambao walisema Pedro akiendelea kusalia Young Africans, mimi naondoka Yanga, naacha kushabikia Yanga, alikuwa ni wewe Dosa. Ulipokeaje hapo jana hii taarifa ya kocha Pedro Gonçalves kutimliwa? Alifukuzwa na kibegi cha shule. Hivi Mavala. Kibegi cha shule. Mavala. Kati ya Alan Okello na Clatous Chama nani star? Starboy. Unatupigisha shoti. Mimi nakuuliza tu swali dogo. Unajua, kwanza nawapongeza sana Yanga jana kwa kupata alama 3 muhimu kwenye wakati muhimu. Mimi nimeelewa Yanga walivyocheza. Nguvu walioitumia ni ndogo kwa sababu wametoka kucheza mchezo wa dabi. Mchezo ambao ulikuwa unahitajika nguvu, mchezo ambao ulikuwa unahitajika akili na maarifa ya kutosha ili kuhakikisha unatengeneza standard unapocheza na mtani wako ambaye ni Simba Sports Club. Nimewaelewa kwenye performance yao. Haikuwa nzuri sana, to be honest kabisa, haikuwa nzuri. Lakini siwezi kuwalaumu kwa sababu juzi wamecheza mchezo wa dabi. Ila kuna kitu mwalimu amekifanya ambacho hata shabiki mtoto angekilaumu. Kilichoumiza viongozi wa Yanga, mashabiki wa Yanga, si matokeo kwa sababu Yanga wamepata goli moja. Football unapata goli lolote. Kilichoumiza ni nini? Unamtoa Yokwasi unamwingiza Buba. Kwani Buba mchezaji wa timu gani? Buba si mchezaji wenu, si mlimsifia sana. Alisajiliwa ili aje afanyeje Yanga? Wewe kunisikia mimi namzungumzia? Wewe sawa. Mavala ukiona mchezaji hajapita kwenye mdomo wa Dosa, wewe mchezaji bado. Buba. Kwa Buba kupita kwako? Hajapita kwako. Na Dumbia nani ndio alipita? Buba. Lakini swala la kocha, nyinyi mashuhuda, ni mashahidi. Nimeshawahi kuzungumza muda mrefu. Moja kitu kinachoitafuna Yanga ni mwalimu. Ni mwalimu ambaye hana utaalamu wa kuipanga timu. Ni mwalimu ambaye hana utaalamu wa kwenye mbinu. Lakini unajiuliza, mwalimu huyu alipata kibali gani cha kuja kuifundisha Yanga? Wewe Mavala. Alipata kibali gani kivipi? Sasa sisi si master kwenye scouting. Sawa. Mnafeli wapi? Kwa sababu mmekuwa na mpulizo wa kubadilisha na kocha. Msimu huu mbadilisha makocha ngapi? Kwenye scouting ya kocha tuna shida. Na shida. Hey. Na ili waambie mwanga wa kwanza kwenye jambo hili ni scouting. Scout alomleta Falls ndio huyo alomleta Pedro. Sasa uko unatarajia nini? Wewe uko unatarajia nini? Kwa hiyo mnafeli kwenye scouting. Yaani kabla kumshtumu kwanza mwalimu, kwanza lazima tumpelekee moto kama Dragon. Scout. Sasa si engineer sasa. Engineer sio scout. Engineer ni rais wa club. Lakini ana verify. Na bosi. Si kwa mtu alomwajiri. Sawa, lakini yeye si mnamsikia. Si kwa mtu alomwajiri. Si mnasema huwa anasafiri sana kwa ajili ya kufanya scouting za wachezaji. Mimi nazungumzia kocha, hapo tunakuja kwa wachezaji. Na ndio maana mimi nikapata kiburi nikasema huyu mwalimu akiendelea kuifundisha hii timu mimi naweza hama. Nisema. Kwa sasa utabaki. Mwalimu kaondoka. Utakuwa unauliza hapo mmemfukuza mwalimu hata hajafika nani nyumbani. Mmemfukuzia nyumbani, alifika kweli? Alikuwa kwenye foleni hapa. Maana tunaanza picha na kabegi. Alikuwa kwenye foleni. Mimi nataka niseme mwalimu ndo alikuwa ni sosi ya matokeo yetu ambayo kwa tunayapata. Ukitazama Young Africans ligi inavyoenda, wamesalia na takriban michezo 9. Ni sahihi kufanya maamuzi ya kumfukuza kocha wakati anaongoza ligi? Ukitazama
Kocha mwenyewe hajapoteza mchezo hata mmoja, ana sare 5, michezo mingine yote ameshinda. Bora kitu kuliko kukosa kitu kabisa. Ukiwa na maana gani? Tungeendelea kuna kocha hilo tungekosa kila kitu. Hata ubingwa mngekosa. Tungekosa kila kitu. Ndio kweli. Sababu jiulize, KMC anakupa ushindani wa hali ya juu. Kocha jana alama 3 alizozipata kazipata kwa sababu muamuzi alikuwepo upande wake. Yes. Kimaanisha penalty ambayo KMC inasemekana alinyima. Sio inasemekana. Very clear. Muamuzi inawezekana alizungumza na Pedro na wakaelewana. Ili tu kibarua chake Kiwepo kibarua. Lakini muamuzi yule mechi yake ya mwisho ilikuwa ni kule Zanzibar. Sema Yanga mimi nawaelewa yule kocha. Yanga mimi nawaelewa. Yanga hawakutaka kumpa Simba credit kwamba wewe ndio sosi wa kusababisha kocha tumemfukuza. Wewe kwa akili yako Mavara. Baada ya Yanga kufungwa kule Zanzibar goli moja afu Yanga wangemfukuza kocha. Story ingekuwaje mjini? Simba wamkuzisha kocha. Yanga wanakubali jambo kama hilo? Yanga waogopa. Yanga ni wajanja. Lakini Dosa, mbona mjiangalia upande wa wachezaji? Wapo wachezaji ni tatizo, wapo. Akina nani? Kwa sababu lawama zote sasa hizi mnamtupia kocha. Dunia nzima, yani Mavara dunia nzima, sio Pedro tu. Dunia nzima muhanga wa kwanza number 1 ni mwalimu. Kwa hiyo unaungana na wale ambao wanasema kwamba sababu ya Pedro kufukuzwa ni Simba. Michezo yote ambayo wamekutana mitatu msimu huu, Simba ameshinda 1, miwili yote wametoka sare. Sasa kama Falls kamfunga Simba, Adalomudi yule aitwa nani? Homdi kapewa mechi 2 kamfunga Simba. Yeye timu alikuwa nao pre-season. Timu kacheza nao takriban mechi 10 kashindwa kumfunga Simba. Na ndio kocha pekee ambaye ametoa sare mechi 2 tangu kina Harrison anakuwa madarakani. Lakini amuoni kama Simba wameongeza ubora? Mimi nafahamu hilo. Wameongeza ubora. Nafahamu hilo. Najua. Na na appreciate sana hilo kwa Simba. Wametoka chini hivi sasa wako juu. Sasa kama tungeacha na sisi kumwacha Simba angekuwa juu, tungekuwa wapi mwisho wa msimu? Shida ni vigeugeu. Nani kigeugeu? Si mwanzoni yule kocha wakati mmemtoa Falls, wakati amekuja huyo mlimsifia sana. Wao. Ndio maana wale wajana wale. Wale wajana na wale wajana waliolalamika wale hawana tofauti na abiria alokana dereva kumwambia konda shusha. Akina Godi. Abiria sio abiria, umekana dereva siti mbele. Alafu unageuka nyuma unamwambia konda shusha. Ni ujinga. Kwa unapata upepo tu. Kwa hiyo kumwambie dereva. Dereva simamisha mimi nishuke, si ndio? Au si umekana na dereva? Ni utaratibu wa kwenye daladala. Ngoja bwana. Ngoja. Msikilie bomba. Ngoja basi, ngoja. Si umekana dereva? Konda yuko nyuma. Unamwambia konda unanipitisha kati dereva uko naye. Hivi mahali mashabiki wale wako juu kama kocha huyu hafai tangu mwanzo. Namsikia shabiki mmoja anakuambia kocha anamtoa yao kwanza anaingiza wachezaji wake kamkumba. Unamzungumzia Godi. Au ndio maana uko na njia yako mwenyewe.